Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu katika masomo haya ya siku ya leo tunapojifunza zaidi. Tuliendesha somo hapa katika juma mzima kwenye channel yetu hii. Asante kwa kuendelea kufuatilia. Mungu akubariki sana. Tutaomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Tazama somo ambalo tunataka kulitoa tena hapa kwa msimamizi wetu Mwokozi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Juma lote hapa masomo imetolewa kwenye channel hii yanayokuwa na kichwa kinachosema kuwa na imani. Katika shairi la kukariri ni Waebrania 11 aya yake ni ya kwanza. Waebrania 11 aya ya kwanza. Kumbuka kichwa cha somo la juma ambalo tumelimaliza linasema kuwa na imani. Swali ambayo mtu akikuuliza imani maana yake nini, ama mtu akisema ana imani, yaani ametaka kusema nini? Mtu akiuliza, wakikuuliza imani ni nini, fungua kitabu chako Biblia, enda kwa Waebrania 11 aya ya kwanza. Hapo utapata jibu kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo. Ni kuwa na uhakika wa mambo. Ni kuwa na uhakika wa mambo. Yale yanayotarajiwa haujayapata, lakini una uhakika kwamba umeyapata. Hiyo ndio maana ya imani. Yaani imani ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo haunayo, ambayo unatarajia kuyapata. Hiyo ndio maana ya imani. Unaishi uhalisia wa mambo ambayo yatatokea. Unaishi uhakika wa mambo ambayo hayapo lakini yatakuja. Hiyo ndio maana ya imani. Kuwa na imani. Katika utangulizi wanaelezea imani kama wifi. Kila mmoja anayetumia mtandao anajua wifi ni nini. Wifi ni hilo linalosababisha unakuwa na chombo chako hapa cha kutumia mtandao, lakini unapokiconnect kinakuwa connect na hiyo wifi. Inasaidia simu yako, kompyuta, vyote vinaenda kwa usawa. Ndio maana imani wanapoimaanisha kama wifi ni kwamba imani yetu ni wifi kutoka mbinguni, inatuconnect sisi wana wa Mungu. Tunakuwa connected kwa Mungu na inasababisha unaitwa mtu wa imani. Swala msingi, je, uko connected kwa Mungu? Una connection na Mungu? Je, wifi yako pamoja na Mungu inakuwa vizuri ama haiko vizuri? Ni swala la kujiuliza. Kwani kama usipojiuliza jambo hili, unaweza zania una imani kumbe hauna. Je, unayo imani kweli? Kuwa na imani. Rafiki mpendwa, Jumapili wanatuelezea nipe tu ishara. Maswali mengi watu wanajiuliza, hata unamkuta mtu anapoomba nasema, Mungu, ili nijue uko Mungu nionyeshe ishara. Lakini rafiki mpendwa, si kwamba maombi yako ndio utasababisha Mungu aitwe Mungu, bali nikuambie Mungu yeye anaitwa Mungu. Upate majibu, usipopata majibu, Mungu yeye ni Mungu. Na unaposema ukiomba nipe ishara, hiyo sio ombi ambalo leo tunaweza kulitoa, kwani kulingana kitabu cha Mathayo 2:4, ukisoma sura yote ya kitabu kile utakuta kwamba Mungu leo yote ambayo yameandikwa katika Mathayo 2:4 yanaendelea kutimilika. Yaani ishara za Yesu za kuja kwa Yesu mara ya pili ni ushuhuda tosha wa kutupatia nguvu katika maombi. Usiombe Mungu nionyeshe ishara, nipe tu ishara. Enda kwenye kitabu cha Mathayo 2:4, utasoma hapo mfululizo wa dalili za kuja kwake Yesu mara ya pili. Utaziona zinaendelea kutimia. Yaani hizo ni ishara tosha za kupa juhudi katika maombi. Kuwa na imani. Siku ya Jumatatu Yesu anaiona imani yetu. Swala la msingi, Yesu anaona imani yako namna gani? Pima kujiuliza rafiki mpendwa, namna gani Yesu anaona imani yako? Kumbuka mstari hii kwenye Jumatatu, kitabu cha Mathayo 15. Ukiosoma pia na Luka 7 aya kwanza hadi 10, utakuta kwamba wale ambao Yesu anasifia imani yao sio watu wanaopatikana kwenye jamii lake, kwenye kundi lake, lakini anasifia wale watu waliotoka pembeni. Lakini swala la msingi, wewe na mimi, wewe Mkongomani, wewe mtu wa Tanzania, wa Nairobi, sijui wapi unayesikiliza kwa sasa, je, wanaweza kushuhudia imani yako kweli? Je, wanaweza kushuhudia imani yako kwa Yesu kweli? Namna gani Yesu anaiona imani yako? Hiyo ndio swala la msingi hapa. Kuwa na imani. Walioshuhudiwa na Yesu katika kitabu cha Luka 7 na Mathayo 15 hawakuwa Wayahudi, lakini walikuwa waliosikia habari za Yesu, imani yao ikashimama imara. Na wewe umeona dalili za kuja kwa Yesu, na wewe unayeomba kila siku, je, Yesu anaweza kushuhudia imani yako? Jumane
Imani ni nini? Imani si hisia. Imani haiko emotion, imani haiko sentiment, bali imani ni maisha ya pekee yako ya kila siku. Ukitazama hisia ni za muda mchache, kafuraha kadogo. Mtaota kuta mtu akicheka mchana mzima akicheka, ama mtu ana hasira inafanya sijui siku ngapi. Lakini imani unatakiwa kuichukua imani kama namna damu inavyozunguka kwenye mwili wako. Chukua hivi imani, ifanye kuwa maisha yako ya kila siku. Imarisha imani yako, kwani tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Waefeso 2 aya ya 5 aya ya 8. Tafadhali, imani si hisia. Wewe unatakiwa kuwa na imani kila siku. Tembea na imani, lala na imani, ukifariki ukufe na imani. Siku ya Jumatano, rafiki mpendwa, mifano ya imani. Ukisoma kitabu cha Ibrania 11, ukisoma sura yote, utapata hapa watu waliokuwa na imani, walijulikana, wakaona kwamba ni masujaa katika imani. Akina Nuhu, akina Ibrahimu na wengine wasujaa waliotokea katika imani. Enoki waliwaelezea hapa. Na wewe je, unaweza kuelezea imani yako kweli, rafiki mpendwa? Jiulize swali hili la msingi, kuwa na imani. Je, unaweza kushuhudia imani yako katika jamaa, katika kanisa? Je, unaweza kushuhudiwa imani ya Yesu? Rafiki mpendwa, yule ambaye tunamsimamia, yule ambaye Mkristo wote anatakiwa kuwa naye katika maisha ni Yesu Kristo. Alikuwa na imani ya namna gani? Ama imani ya Yesu inatufundisha nini? Imani ya Yesu inatufundisha kuzishika amri zake na kuwa na uhusiano pamoja naye kila siku. Uhusiano wetu pamoja na Kristo na kushika amri zake usiku na mchana. Mungu akubariki rafiki mpendwa, akushimamie. Unatakiwa kuwa na imani, natakiwa kuwa na imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.